Mgogoro wa kisiasa nchini Uganda umechukua sura mpya kufuatia madai ya mgombea wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine kwamba makazi yake yaliyopo Magere yalivamiwa na vikosi vya jeshi na polisi usiku wa kuamkia leo. Kupitia taarifa aliyotoa ikifuatana na picha alizodai kupigwa wakati wa tukio hilo, Bobi Wine amesema vikosi hivyo vilizima umeme katika eneo la makazi yake na kuharibu baadhi ya kamera za CCTV, huku helikopta zikiruka juu ya nyumba yake wakati wa operesheni hiyo. Ameeleza kuwa licha ya uvamizi huo alifanikiwa kukwepa msako na kutoroka. Kwa sasa hayupo nyumbani. Hata hivyo, amedai kuwa mke wake pamoja na wanafamilia wengine wanaendelea kuzuiliwa ndani ya makazi yao chini ya ulinzi wa vyombo vya usalama. Bobi Wine amesema kuzima kwa huduma za internet nchini Uganda kumechangia kusambaa kwa taarifa zisizo sahihi kuhusu alipo, hali iliyosababisha baadhi ya majirani kudhani kuwa amekamatwa baada ya kusikia vurugu zilizotokea usiku. Katika taarifa yake amesisitiza kutotambua matokeo ya uchaguzi yaliyosomwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, akidai kuwa yanachangiwa na ujazaji masanduku ya kura, uwepo wa jeshi katika vituo vya kupigia kura na kukamatwa kwa viongozi wa chama chake pamoja na maafisa wa vituo. Aidha, amelaani vikali vifo vya raia waliouawa wakati wakijaribu kuandamana kwa amani kupinga kile alichokiita ukiukwaji wa haki yao ya kikatiba. Amesema raia wa Uganda wana haki ya kupaza sauti na kulinda maamuzi yao kuhusu serikali wanayoitaka. Amedai pia kwa mbinu mbalimbali za udanganyifu katika majimbo kadhaa, akibainisha kuwa wagombea wa chama cha National Unity Platform NUP wamekuwa wakilengwa licha ya kuwa na ushahidi wa ushindi wao. Haya yanajiri wakati Uganda ikiwa katika taharuki kubwa, huku wananchi wa vyama vya siasa wakiendelea kusubiri matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais. Tume ya uchaguzi bado haijatangaza mshindi rasmi, ingawa matokeo ya awali yalionyesha kuwa Rais Museveni anaongoza kwa kura. Basi mtazamaji, na sisi tutazidi kukuletea taarifa zote ambazo zinajiri huko katika taifa la Uganda dhidi ya uchaguzi mkuu ambao na matokeo bado yakiwa yanaendelea kutangazwa, huku akisubiria mshindi wa jumla atakuwa ni nani katika uchaguzi huo mkuu wa taifa. Basi mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.